Ni siku nyingine tena tunakutana katika Racing Show na ni kusalimu tu hapo ulipo. Habari gani? Na ni matumaini yangu kabisa siku kama leo umekaa umetulia, unataka kujua tu katika Racing Show leo Captain nini ambacho anataka kutueleza, anataka kutuambia nini mara baada ya ile rally ya Arusha Gurnana Rally 2019 ambayo ilikuwa ni mzunguko 6. Pamoja nami hapa leo niko na co-driver David Matete. Watu walikuwa wamemisi sauti yake kipindi kilichopita, lakini mambo yalienda vizuri tu. Alikuwa co-driver kule na mswaki, lakini leo hii tuko hapa kwa ajili ya kuangalia yale yaliyojiri mwaka 2019 katika National Championship Tanzania. Mambo vipi Matete? Poa kabisa. Vipi? Salama. Safi kabisa. Habari ya Gurnana Rally? Tumemaliza mzunguko, tumemaliza salama. Naona umekuwa na msimu mbaya kidogo. Gari unaocheza nayo imalizi. Bwana, msimu kidogo umekuwa na changamoto sana. Ndio hivyo, preparation nafikiri mwakani tutakuwa tutarudi stronger. Tukijaribu kuangalia rally jinsi mwaka huu, nafikiri sijajua nifananishe katika msimu wa toka mwaka 2015 mpaka sasa hivi, naweza kusema huu 2019 umekwenda ndivyo sivyo. Yaani umekwenda ili mradi umekwenda, umemalizika. Tumefanya event 5 tu katika event 7 ambazo zilitakiwa zifanyike. Event 2 zimekuwa cancel. Lakini katika hizi event 5 nazo zilizofanyika tumeweza kuona entry zinapungua kadri siku zinavyozidi kwenda. Kitu gani ambacho unakiona hapo katika msimu huu? Kikubwa ambacho nimekiona kwenye msimu huu, nafikiri naweza nikasema tu kwa wazi kwamba yani hamna msimu mbovu kwamba ambao nimeuona kama msimu huu. Sisemei kwamba labda mimi nilikuwa nimepata DNF nyingi zaidi lakini nasemea kwamba in general kuna hali fulani ya uchumi, kuna hali fulani ya motorsport, basi kila kitu kimekuwa tofauti vile ambavyo tumetegemea. Tulitegemea tupate raundi 7, moja ikashindikana, 2 zikashindikana kwa sababu ya sponsorship. Kwa hiyo unaweza kuona, na tulitegemea tuwe na madriver wengi sana ambao watashiriki, lakini wao wote hao unakuta wameshindwa kuperform kutokana na sponsorship, hawajapata package. Wengine wameshindwa kabisa hata kurani au kuservice magari yao kwa ajili ya mashindano kama haya. Kwa hiyo haukuwa msimu mzuri kwa madriver. Madriver wengi sana wametumia savings zao kwa ajili ya kupambana, lakini ndio hivyo, mwishowe tumepata mshindi. Tukijaribu kuangalia kuanzia event ya kwanza ambayo ilikuwa ni ya DMSC ambayo imefanyika Kigamboni, hali jinsi ilivyokwenda, ushindani ulivyokuwepo, lakini unaweza kuona pia maki hao DMSC msimu uliopita hawakufanya. Msimu huu wameanza na rally ya kwanza Kigamboni, wakafanikiwa, rally ilikwenda vizuri. Of course kulikuwa kuna ups and downs zilikuwepo, lakini competition wise kwako ulikuwa unaiangaliaje? Ilikuwa good start, ingawa entries zilikuwa nyingi sana, lakini ilikuwa good start kwa mwaka. Competition ilikuwa nzuri kidogo, lakini baadaye sasa nikaona mambo yameanza kubadilika. Lakini for the particular day mambo yalikuwa mazuri sana. Barabara zilikuwa zina changamoto zake, unakumbuka sandy kind of. Kwa hiyo lakini baadaye mambo yakawa tofauti sana, lakini kikubwa ulikuwa mwanzo mzuri sana, lakini from there naona watu wengi waka step back kwa ajili ya competition. Nafikiri sababu ni uchumi tu peke yake, au sababu ni ratiba za kazi za watu? Kwa sababu mimi naamini kwamba kila anayecheza rally na ratiba na mambo ya shughuli zake. Yes. Na kila mtu anajaribu kuangalia kitu cha kwanza, mtu anaangalia familia yake kwanza, mambo yaende vizuri, lakini wale ambao wana budget ndogo naona ndio wana survive zaidi kwenye rally kuliko wale ambao wanataka kuwa na budget kubwa alafu wanashindwa kusurvive kwenye rally. Sijui hii mtazamo wangu. Ni kweli, ipo fact. Unakuta wale wenye timu kubwa wanashindwa kujiengage au kuingia kwenye rally au kuperform au kushiriki, lakini kuna wale wenye timu ndogo ndogo ambao yani unakuta anapambana, yani kwa mfano labda tuseme to fail, kwa mfano
Daram unakuta ni anajitegemea, kwa hiyo ana timu ya peke yake. Kwa hiyo unakuta wapo ambao yani wanapambana hivyo, lakini kuna timu kubwa kama Majipoa, kama kina Alising, kama nani, nao wanajaribu kupambana, lakini DMC wale wana timu kubwa sana pia, lakini unaona wapo kwenye motorsport kiukweli. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani situation inavyokuwa ngumu, kwamba mtu individual wanakuwa wana uwezo zaidi wa kufanya kitu kuliko watu wakiwa kwa pamoja. Lakini nafikiri sababu inakuwa kubwa kwamba motorsport inabidi iwe motivated, yani watu au chama inabidi kiwasukume, yani kwamba kisome nyakati kwamba okay, sasa hivi situation iko hivi, basi inabidi to flow na hali ya uchumi, to flow na hali, yani tuone jinsi gani tunaweza tukashare hizi sponsorship kwa ajili ya kuinua mchezo au kuboost hizi klabu ziweze zikafanya vizuri. Umezungumzia masuala ya timu na nataka niende huko kwa kwenye timu. Hatumsemi mtu hapa, lakini tunazungumzia ukweli. Tuanze na timu gani kwa kweli? Maana kidogo inani lakini labda tuanze na timu ya wale wanaitwa Brotherhood DMC. DMC. Sasa tuanze nao kwanza. Tumeweza kuona wamefanya rally, lakini hakuna gari yao hata moja. Labda unaweza kusema Rajdi. Yes. Sijui kama yuko kwenye timu yao, lakini pale kuna Salim, kuna Irfan, kuna Faisal, kuna Arif, kuna gari kama 4 ziko pale. Yes. Lakini katika hizi gari 4 zote hakuna gari iliyocheza. Na rally yao wenyewe. Na rally ni ya kwao wenyewe. Okay. Hii sasa ndio tunazungumzia timu. Nini unaona timu ina tatizo la budgeting, timu ina magari hayako proper katika ajili ya kushindana, au tatizo liko wapi? Unakuta unakaa msimu mzima hujacheza rally, labda tunasema unaiandaa gari kwa ajili ya msimu ujao taratibu, ili inapofika katika msimu wa mwaka mzima, msimu unaokuja tunataka tuone entry yako. Kikubwa ninachokiona ni kwamba naweza kusema labda interest zimepungua, au labda ikichanganya na huo msukumo wa maisha kwamba watu wamekuwa wako busy zaidi na kazi zao. Lakini hicho ndio kikubwa, kwamba okay, sasa mtu anaamua okay, naweza nikafanya timu au timu yetu na tukatengeneza magari kwa ajili ya championship au vipi, lakini wanaweza wasipate ile sponsorship, wanaweza wasipate ile full sponsorship ambayo inaweza ikawa cover kwa ajili ya gharama ambazo watakazoingia. Kwa unakuta mtu mwingine anaamua ku step back kwamba okay bwana, mimi ngoja ni reinforce labda kwenye kusimamia tu mchezo, lakini kama nitapata sponsorship ninaweza nikaingia. Lakini kikubwa ni kwamba mchezo unaonekana thamani yake unapungua. Yaani naona kwamba mtu anaona nikicheza alafu nikishinda so what, au nitapata nini na nini, lakini kumbuka kwamba hiyo ni passion tayari na kwa ishaingia, na watu wanasukuma kufanya vitu vizuri kama hivi, lakini pia haviwezi kwenda kama hakuna pesa. Huu ni mchezo wa gharama sana, na gharama yake ina involve kila kitu, muda, pesa na kila kitu katika kujiinvest na kuinvest kwenye gari. Kwa hiyo ninachokiona ndo hicho, ni kwamba msukumo ambao wanaupata watu unashindwa kuwarudisha katika mchezo kutokana na gharama, na gharama sasa hivi zimekuwa kubwa sana za kurani gari nyingi zimekuwa za kisasa. Kwa hiyo inakuwa vigumu sana kwa mtu kuwa mwenye budget ya kawaida kufanya vitu vikubwa. Unajua unapozungumza kwamba rally imekuwa au magari ni ya kisasa, lakini tunachoangalia kuna gari kwa mfano Kelvin Taylor, unaona anapohangaika, anapopambana pamoja na yuko na G80, lakini unaona anapambana. Yes. Unaweza kumuona, yani ile team Taylor Rally team, unaweza kuona anapopambana. Unaweza kumuona Tufel anavyopambana mwenyewe, kuhakikisha kwamba anacheza event. Gari yake ni G80. Sio? Yeah. So gari ambayo unaweza kulinganisha labda na pesi ya Evo 9, au unaweza kulinganisha na pesi ya M12. Sawa. Ni vitu viwili tofauti, lakini anajaribu kuungaunga kwa sababu ya ile passion ambayo anayo. Hamna kitu anachokipata. Hamna kitu anapata kwenye motorsport, hamna kitu. Na naamini kabisa kila aliyekuwa involved kwenye motorsport
sidhani kama kuna kitu anakitafuta zaidi ya kufanya kila anachokipenda kabisa na kufanya wewe mchezo ukapendwa, na kitu kingine pia ni kutengeneza network ya kwako mwenyewe binafsi, na kujenga ile fan base yako. Tukitoka kwa DMC, hebu tuende tuiangalie Harrison Team. Harrison Team ni timu ambayo ina gari 4 nayo, sio? Yeah. Ilikuwa ina GVB 2, ilikuwa ina N10 2. Ilikuwa ina N10 2, yeah. Lakini GVB moja Raito imekuwa imeletwa Proto ambayo bado wanaiconvert inakuwa convert mwaka sasa, mwaka mzima huu, na nafikiri ndio umeshaisha. Nafikiri mwakani ndio tukaitegemea kuiona mwakani. Yeah. Lakini hizi gari 3 zilizobaki, performance yake nayo pia ni sio ya kutegemea, huwezi kusema 100%. Tumeweza kuona Guru juzi jinsi Ajmin Rajpal alivyohangaika mpaka last minute. Gari 3 imemaliza moja. Umeona last minute Rajpal gari ikakubali badilisho swing engine kufanywa nini na nini, imekuja lakini imefanya nini? Imekataa section ya kwanza tu, yes. Lakini tunaweza kuiona pia gari ya Mandip ilikuwa ina smoke, sio? Imesmoke, lakini hii gari itamaliza. Ilikuwa na afya mbaya sana lakini wanasema itamaliza. Hii gari itamaliza, lakini imeenda last minute, last section imetoka fault ambayo siwezi kusema ni kwamba ni driver fault, ni issue ambayo imetokea, bahati mbaya akashindwa kumaliza. Lakini tuiangalie in general, yes, timu yenyewe, lakini na maandalizi ya timu katika rally inayofuata. Harrison Team ni timu kubwa sana na ina heshima yake, pia ina champion pale, imeshatoa champion na imeshatoa washiriki na wapambanaji wakubwa sana. Kikubwa ninachokiona ni kwamba wana consistency nzuri ya kushiriki, lakini pia nafikiri wana matayarisho mabovu au wana maandalizi mabovu ya magari yao. Kwa hiyo unakuta mara nyingi sana wanakuwa wanapata mechanical issues. Unajua kuna namna mbili ambapo unaweza ukashindwa kuperform. Cha kwanza unaweza ukawa na mechanical issues na cha pili kinaweza kawa kina driving error. Lakini sasa driving error inarekebishika, lakini pia mechanical issues inarekebishika. Lakini vyote hivi vinaweza vikafanyika kwa pamoja au kwa wakati tofauti, lakini cha kwanza kabisa complete package lazima uwe kwenye preparation nzuri. Naweza nikasema kuna watu wengi wana passion sana ya michezo lakini hawana preparation nzuri, umeona, ya kuandaa magari yao. Lakini kuna watu wengine kabisa gari inasubiri rally. Umeona, sio mtu mwingine anafanya last minute. Kuna watu wa last minute tunaweza tukaona, naweza nikawataja na majina, lakini yani kwamba with that situation inakuwa ngumu sana mtu kufanya vizuri. Kwa hiyo kwa Harrison ninavyoiona hivyo kwamba wanapata pressure sana ya kuandaa magari, lakini katika performance wise pia wanakuta wanafeli kutokana na wanakuwa gari zao zinakuwa hazipo kwenye reliable. Kwa mfano unaweza kusema zikacheza gari 4 lakini ikamaliza gari moja tu, au zikacheza gari 3 ikamaliza moja, zikacheza 2 zote zikatoka. Kwa hiyo unaweza kuona ni jinsi gani wanaweza kushughulika hilo swala katika 2020 kuhakikisha kwamba wanapata mechanics nzuri na gari zao zinakuwa on form kusudi waendelee kushiriki, waendelee kupambana katika hii fight, kwa sababu kumbuka wao ndio kama wanabeba motorsport rally ya Tanzania. Walikuwepo wao, walikuwepo na Majipoa na walikuwepo na timu moja ambazo zilikuwa pia zina uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hiyo sasa tunawategemea wafanye vizuri zaidi. Unajua unachozungumza ni kwamba kama Harrison wanaondoa gari 4 ni tatizo kweli. Unaweza kuona tatizo kwa sababu kwanza tulikuwa tunategemea Serrazul Team. Serrazul Team wana gari 3 sio 4. Gari 2 almost au 3 hazijacheza rally. Yaani Nadim na Nahimu hawakucheza rally msimu huu wote. Nafikiri amecheza rally moja, mtu mmoja. DMC Gamboni. Lakini kutokucheza kwao kwa rally, kwa mfano tutegemea tuone gari zote zikicheza,
tumuone Nadim Taita na Shahzadi pamoja gari 5 gari 4 gari 4 yes, labda na Ismail gari 5 lakini tumuone Ismail labda ndo anakuja labda tusimpe pressure hiyo kwa sasa hivi. Altaf ni driver mzuri, pesa yake inakwenda nzuri, na tusimpe na gari nzuri pia, labda tusimpe hiyo pressure kwa sababu naye ni upcoming, budget inategemea na timu nzima itapata. Lakini kwa Harris Singh ni timu ambayo kwa kweli tunaitegemea sana, ina passion kubwa, ina madriver wazuri. Mtu kama Mandip huwezi kusema ni upcoming tena. Mandip anaenda yani unaweza kuona hata kwenye hii Guru Nanak gari iko na shida, lakini unaweza kuona pace yake katika rally iliyopita nayo, yani was on point, yupo very good podium kwenye RC. Kwa hiyo unaweza pamoja na challenge zote ambazo zilikuwepo. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tunaweza tukakiona kwa timu Harris. Inabidi 2020 wajipange, yani wajipange wapate labda ni mafundi proper ambao watakaa nao hapo, watazijenga gari vizuri, watazibuild vizuri gari ili kuondoa hizo mechanical faults hizo ndogo ambazo zinapelekea gari kupata DNF section ya kwanza, section ya pili. Kama Rajpal nafikiri ana wakati mbaya sana kwenye rally sasa kwenye msimu huu. Yani amepata DNF nyingi sana ambazo zinafanya gari inashindwa kutokana na magari. Sio yeye anakuta, unajua hata hiyo inafanya pace yako, inafanya hadi pace yako isinzie kwa sababu you are not sure kwamba whether utamaliza au vipi. Sasa ni kitu kibaya kwenye ukiwa na passion kina kudemoralize, unakuwa una morali ile inashuka. Kwa hiyo nafikiri 2020 ukijumlisha na timu zingine pressure ile, lakini naomba kwamba AAT au nani waje wafanye revamp fulani hivi. Unajua huu mwaka umekuwa wa ovyo sana. Huu mwaka si uelewi. Yes, yani wafanye kitu ambacho kuhakikisha kwamba yani rally haishuki zaidi ya hapa. Yani kuhakikisha kwamba wana boost kuanzia club levels hadi individual ambayo wana passion, ambayo unaona kabisa kuna watu wana pace ambayo mtu ana deserve kupata championship. Si ndio bwana? Ana deserve kupata ile sponsorship kubwa kutokana na nani. Kumbuka kuna 1 2 3 cars ambazo hizo zina deserve kupata full championship kutokana na pesa yao, unajua. Kwa hiyo AAT kama AAT lazima wawabebe, lazima wafikirie kuona jinsi gani tunawasupport hawa watu. Unajua hata kama mtoto ana akili huwezi tu kumwacha tu hivi, lazima uhakikishe kwamba huyu tumfanyie tumtafutie scholarship aweze akafanye vizuri mbele, na hicho ndio kikubwa ambacho kinaweza kummotivate mtu. Kwa mfano labda top driver anasema, kwa mfano kama Tufel, au kwa mfano labda Biridi, kwa mfano kama Daram, na kuna drivers wengine upcoming ambao pia wana pace nzuri lakini hawana income ambayo ya kuweza kuwa boost. Tukijaribu kuangalia team Sierra Zulu, tumewagusia tu kidogo, lakini unafikiri wako serious kwenye mchezo? Yani wako serious kwamba kweli wana aim ya kuendelea kucheza rally kwenye misimu 2-3 ijayo? Siwaoni. To be honest, sioni wakiwepo kwenye nafahamu wana passion sana and they all there katika motorsport, kwenye sprint na nini wanakuwepo, lakini yani wanakuwa rally yao ni probability sana. Utaona entry, utaona everything, lakini baadaye wana disappear, yani from the thin air. Kwa hiyo nafikiri kwa motorsport haileti nani sana. Kwa spectators pia, unajua kuna watu wana mashabiki wake, unaona. Wale Majipoa au Sierra Zulu wana mashabiki wengi sana kutokana na ile kufahamika kwao na nini, timu kubwa walijengea ile base. Ile base. Kwa hiyo sasa mtu akiangalia Majipoa anacheza, Mkwawa anacheza, hamna lali hapa. Lakini kwenye timu tunamwona Altaf. Mimi kununua kwake gari ambayo iko very proper kuja hapa, sitegemei kumwona Altaf ambaye atakuwa kichungulia gari. Nategemea kumwona Altaf anacheza msimu mzima, kwa sababu umeleta gari ya kushindana. Yani sio gari ya mashindano, gari ya kushindana. Ameleta gari bora ambayo ya kushindana. Yes. Unategemea kumwona akishindana na akileta ushindani kutokana na aina ya gari ambayo nayo. Yes. Tuangalie
individual. Yaani tumeangalia hizi timu, lakini sasa tuangalie dereva mmoja mmoja. Tunamwangalia mtu kama Daram. Daram ile gari imemsumbua sana msimu uliopita, imemsumbua gari DNF amepata za kutosha na ile gari. Lakini tunaona msimu huu baada ya kutoka Uganda, rally iliyofuatia ya ARC, rally ya Guru Nanak, gari imempa matokeo mazuri sana. Sijui ni kwamba amepunguza pesa ama ameshajua gari tatizo lake liko wapi, kwa anajua namna gani ya kuienda. Sijajua, labda technical unaweza kuniambia ni kitu gani ambacho kwa Daram mnakiona? Okay, ni kitu kinachokuja kwa Daram, nafikiri unaweza kusema labda gari ina shida, lakini I don't think so. Ni kama ni issue kama ya msimu mbaya tu, ni kama psychology thing. Unajua kwamba rally ni combination ya between navigator, driver, preparation pamoja na gari. It's a complete package. Lakini kitu kimoja kikisnap, basi yani the whole system itafeli. Kama hutakuwa na mafundi wazuri, hautomaliza rally. Kama hutakuwa na navigator mzuri, utaumiza gari. Kama driver mwenyewe hautokuwa na, yani hautokuwa fit, kichwa yako pamoja na kila kitu, yani kwamba ukawa perfect katika situation yote, basi kuna possibility your mind ikawa far away na ukashindwa kumaliza rally. Na kitu ambacho nilichokiona, nafikiri amekuwa motivated sana baada ya kutoka Uganda, na hata sasa hivi naweza nikasema pace yake imeshuka, lakini sasa for the start hivi ndio ambavyo vinatakiwa. Ina maana kwamba una step, yani your game is stepping up, kwamba ukishakuwa na ile limit yako, kumbuka unakaa left hand, unakaa right hand, kuna vitu vinakuconfuse, lakini once ukishapata ile pace yako kwamba sasa ninaweza nikafika katika level hii, unajua haijalishi kwamba okay labda Tofeli atakuwa ahead of me, lakini hebu pata ile pace yako ya gari yako, alafu tuone from there sasa unaweza ukapanda. Okay, now ninaweza nikaset time hii, naweza nikaset time hii, naweza nikaset time hii. Kwa mfano tuchukue mfano wa Guru Nanak. Guru Nanak kulikuwa kuna section 6 ambazo zilikuwa zinapigwa loop 3, zinarudiwa mara mbili. Kimahesabu ndio ambavyo inavyotakiwa iwe kwamba Daram angeweza kushinda ile rally kutokana na pace yake. Katika rally ya ARC tumeona kuna uwezekano mkubwa sana kama kusingekuwa na misfortune yoyote, it was clean rally ambayo anaweza kushinda. Lakini sasa alikuwa anahitaji championship ya group N. So you have to be smart, you have to strategize your game kwamba okay, niende na pace hii sasa mpaka niwe kiwa comfortable, then I just take it all. Ndio ambao ilivyokuwa. Kapoteza stage zote 4, lakini zile stage za mwisho akaona hapo sasa hivi I think I'm safe, kwamba sasa ninaweza nikamaliza rally. Na umeweza kuona amechukua stage zote 2 outright. Hicho ndio ambacho kinaweza kikampa motivation ambayo inaweza kumfanya. Na kwa ajili gani ameseti strategy yake na amekuwa mtu wa pili, lakini technically anakuwa kama ameshinda rally kwa sababu ndio group 1 champion. Huyo ni Daram Pande tukizungumzia hapa. Lakini hebu turudi tumwangalie Sani Randit Birdi. Sani ni moja kati ya madriver wa last minute. Yaani last minute ndo tunaanza kutengeneza gari na nini. Msimu wake huu mimi nikimwangalia naona kama vile ako serious na msimu. Nikijaribu kuiangalia kama ako serious, lakini kila unavyokuja ndio kama vile anastuka, naweza nikacheza. Labda anapata sponsorship au budget last minute, anaamua aanze kutengeneza gari. Lakini anapoingia kwenye competition, ana compete, ni one of the competitor driver, very top driver. Lakini mwaka huu kwake rally nyingi hajamaliza. ARC hajamaliza. Amekwenda Iringa alikadhalika pia hajamaliza. Nini ambacho unakiona kwa Sani? Sani ni driver mzuri na ana gari ambayo inaweza kufanya vizuri pia. Ana pace kubwa sana. Ninachokiona kwa Sani ni likewise kwamba ni preparation, na labda preparation inakuja sasa kwenye finances, inakuja
kwenye mambo ya gharama, sababu gari wanayotumia ni Evo 9 na spare zake na nini, inahitaji maandalizi mazuri. Ina maana ununue spare mapema, zije shipping kwa wakati na nini, alafu ufunge gari na utesti. Umeona bwana, which is ndo ambacho kinafanyika kwa timu zote kubwa, watu wote ambao wanania ile willing ya kufanya vizuri katika mashindano, lakini sio ya kuandaa gari overnight. Kwa hiyo ninachokiona ni kwamba nafikiri sijui sponsorship yake na Orex ni kwamba ni mwaka mzima au kila rally au kwenye ARC peke yake, I'm not sure, lakini kwenye ARC peke yake, kwenye ARC peke yake inawezekana, lakini kikubwa ni kwamba preparation. Unajua kama kweli una nia kufanya vizuri, basi take your time, andaa gari. Umeona, yani bora hata usicheze hata rally 2, lakini ukabuild engine to the extent kwamba ukasema okay, this is it, kwamba sasa hapa from there sasa I can take it on, unajua. Lakini sio kwamba unafanya vizuri kwanza inakuwa reputation ya jina yako kwamba watu wanaona sasa wewe huwezi kumaliza rally. Kwa hiyo inafika kwamba hata to the extent ukimapproach sponsor akiangalia namba zako anaona una haupo katika ile pesi. Unaweza kuwa aggressive lakini unaweza kuwa naomba ufanye vizuri. Sasa kidogo inaita bora uandae gari vizuri and then ukasema okay, sasa naweza nikashiriki. Hicho ndio ninachokiona kwa Sunny Bird. Unaweza ukawa unacheza unakwenda kuomba sponsor, lakini amalizaji huyu. Yani kumbe anaangalia record hivi unamalizaga, yani sio tukiweka mzigo hapa alafu umalizi rally. Kwa hiyo nayo inaleta Azam TV na yani gari haipo, yani haipo, lakini umepewa hela nyingi tu yani ya kufanya ya sponsorship. Ili Rajdi tunamwangalia Rajdi. Rajdi amecheza rally moja tu. Rally moja tu. Lakini ni one of the best driver kwangu mimi, ni driver ambaye anaweza kusema akiwepo hapo basi unajua shughuli inakuwa nzito. Lakini sijajua nani financial problems, sijajua ni nini tatizo kubwa. Tulitegemea tumuone Rajdi championship mwaka huu. Mimi personally nilitegemea hivyo kwamba kutokana na pesa ambayo aliifanya mwaka jana, kutokana na package ambayo alikuwa nayo mwaka jana, ingeweza kuflow hivyo kwa msimu huu. Nikasema kabisa possibly to fail Rajdia pamoja na Dim kidogo ingeweza kuwa fight. Sikuwa na hakika sana na uwe kwa sababu najua off and on, lakini kajua hao watu watatu. Ajminda yes alikuwepo, lakini kutokana na kaliba ya gari yake unajua yaani unahitaji package ya full, either gari na driver au vitu vyote viwili kwa pamoja, kwa sababu unamwona mtu kama Mzee Gurpal ni mtu mzima, timu ya wazee ile, lakini unaweza kuona ile spirit aliyokuwa nayo na the way anavyoleta ushindani kwenye mashindano, lakini hata entry yake katika kila event, akikosa entry basi ujue lazima kuna tatizo. Ukiona hajashiriki basi ujue kuna kitu anakitegemea au kuna kitu anafanya ambacho kimeshindwa kumshiriki. Lakini karibia enti zote, na nafikiri yani hata klabu mimi naona wampe hata liwaji tu kwamba huyu mzee bwana, hebu mzee njoo, accommodation kila kitu na advocacy juu yetu, hebu let's sponsor you today. Hicho ambacho nakiona kwa sababu ya passion ambayo anaitoa na kuwa na msimu mzuri for the start. Nazungumzia ile DMC nini na rally zingine pale katikati, na hata Iringa pia kumaliza, ARC pia kumaliza, yes. Lakini amejitahidi na hata anamaliza Gurunana alikuwa nafasi ya pili nafikiri au ya tatu kwenye championship. Umeona katika group 1 ya pili. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kama asingekuwa na zile misfortune pale nyuma angekuwa very competitive kwa Dalam na Sunny. Yeah. Wanasema finali ya mwaka huu ilikuwa very strategic. Yaani dakika za mwisho huku kulikuwa kuna shughuli nzito na hasa baada ya Morogoro kusema kwamba hawatofanya rally. Tusikilize kwanza kutoka Morogoro wanatuambia nini, ni sababu gani ambazo hawatakuwa na rally Morogoro. Tatizo kubwa ambalo tulikuwa tumekumbana nalo ni udhamini, kwa sababu kumbuka kwamba mashindano yaweze kufanyika tunahitaji udhamini, ndo
ndo rally ifanyika. Kibahati mbaya tukapata mrejesho wa mwishoni kabisa kwamba wale wadhamini waliotuahidi kwamba kulingana sababu ambazo kwa juu ya uwezo wao na wenyewe kwa wakashindwa kutudhamini. Kwa kama klabu, bado klabu tupo imara, kwa tunajipanga sasa kwa ajili ya mwakani ili tuweze kuwa vizuri. Sasa hivi nimeona kumeanza mchakato kupitia AAT. Kuna reformation ambayo inafanya, wana review katiba. Naamini kwa kupitia hayo mabadiliko ambayo yanataka kufanyika yatasaidia. Kwa badala ya kuiachia labda club au dereva yeye atafute wadhamini, naamini ile governing board ambayo ndio inasimamia michezo ya magari basi inaweza kaingia katika utaratibu wa kutafuta wadhamini wa kuendesha rally nzima kwa mwaka katika klabu zote ambazo zilizopo. Kama vile kwenye michezo ya mpira tunaona TFF inatafuta wadhamini, inaendesha ligi. Kwa nadhani hata kwenye mashindano ya magari tukifanya hivyo nafikiri tutafika mbali zaidi. Naam, asante. Tumeweza kusikia kile ambacho kimezungumzwa hapo, lakini ndo hali halisi ambayo ndo imeshakuwa hivyo. Morogoro kuwa na rally. Lakini dakika za mwisho kuelekea kwenye Gurunana Rally, challenge ilikuwa maana tunaona majina yanatoka yanaingia. Yaani bwana vipi, majina yapo lakini drama zilikuwa nyingi sana. Yaani pale kwenye registration hatuoni watu. Starting list inatoka, majina yapo. Lakini madriver haonekani. Nini ambacho kilitokea? Labda wewe ulikuwa nani pale? Nini ambacho kwenye driver briefing labda mlizungumza? Nini ambacho kilitokea? Mimi nilikuwa competitor. Of course, nitajiongelea mwenyewe binafsi. Sitakuwa kwenye upande wa klabu au upande wa wapi. Situation ambayo nilikuwa naiona. Maoni yako? Of course, yes. Maoni yangu, unajua bwana, rally ina politics sana. Sio kawaida watu wanavyoona hivi, yani it's not people they handshakes, lakini in between bado kuna misuguano, yani ndani kwa ndani. Kwa hiyo yes, rally to there and the entry to there. Lakini sasa Tufele nafikiri gari yake haikuwa tayari. Lakini kwa sababu alikuwa ni tayari anaiza leading katika championship, na huku pia kuna pressure kubwa ilikuwa kutoka kwa Biridi na kutoka kwa Daram. Umeona? Yes, ndio maana hata wakawa wanasema kama kuna watu watatu pale. Kuna Biridi, yaani kulikuwa kuna Sani, kulikuwa kuna Daram na Mzee Gurpal. Wote wana 40s. Wote wako pale. Umeona bwana? Kwa hiyo sasa the information ikatoka mapema kwamba kuna uwezekano wa Tufele asicheze. Umeona bwana? Kuna uwezekano wa Tufele asicheze. Imekuwaje? Si engine bla bla bla, si nini. Tukaona okay. Sasa itakuwaje? Lakini pia tukaona enti zile za Sierra Zulu nazo zimebadilika, zimekuja kwa Sani Biridi. Okay, sasa tukaona okay, this is interesting. Sababu kama Sani Biridi atashinda hii rally, atakuwa amefikisha kwenye pointi 60 na kitu. Itakuwa kwenye pointi 60 na kitu hiyo. Which means Tufele achezi, ina maana kuna possibility labda ya event nyingine kuchezwa. Yes, na kuna information kwamba rally ya nani haitokuwepo. Rally ya Morogoro haitokuwepo. Na rather they have to confirm si 2 weeks, si 4 weeks kwa ajili ya rally au whatsoever. Lakini kwamba ikaonekana kwamba kuna pressure kama hao watu watacheza basi rally inaweza kawepo au isiwepo. Hatuwezi kujua rules zilikuwa zinasemaje. Lakini for that kulikuwa kuna pressure kwamba kama Tufele achezi basi Bidi atacheza na Daram atacheza na Gurpal pia atacheza, basi fighting inaweza kaenda to the last minute. Ina maana kwamba inawezekana kitafanywa cha kufanywa labda rally ya mwisho ya Morogoro ikawepo au labda wakawa boost wakaweza wakairudisha kwenye kalenda. Lakini yote kwa yote hiyo ndio Beto, tutakuja kumsikiliza Tufele mwenyewe atajizungumzia yeye mwenyewe. Hivi nikikuuliza uniambie kwa mwaka huu ni klabu gani ambayo wewe unaiona imefanya vizuri? Ambayo imeandaa event
Imekuwa na ushindani, event ilienda vizuri, entries zilikuwa nzuri, kila kitu yani. Unaweza kuniambia ni rally gani? Okay. Alafu niambie ni rally gani pia ilikuwa yani ukutegemea kuona ulichokiona? Rally za Bagamoyo, rally za Kigamboni zilinchosha sana. Rally ya DMSC ambayo ni moja. Ilikuwa moja? Nzima kufanya? Yes. Rally ya DMSC ilikuwa na matatizo. Yes, ilikuwa na changamoto nyingi sana. Lakini ARC ya mwaka huu ilikuwa iko vizuri sana. Ilikuwa very well organized. Na nimependa the way walivyo handle mambo yao pia. Na hata pia Guru Nanak ambayo tumecheza juzi hapa pia ilikuwa vizuri. For the first time nimeona kwamba it was comfortable rally. Hakukuwa na zile conjunction za head-ons na nini, hakukuwa na zile vurugu. Nafikiri walikuwa na MPs na nini, kwa hiyo ilifanya rally kuwa poa. Ingawa hakukuwa na entries za hivyo, lakini at least rally ilikuwa salama sana. Na hata barabara pia zilikuwa ni kwa ajili ya rally, explainable kabisa. Mimi bwana ukiniuliza, mimi bwana Iringa safari hii sikutegemea kuona nilichokiona. Kwa nini? In a positive way au tofauti? Njia nzuri. Stages zilikuwa very fantastic. But entry so Iringa ambao tumeizoea. Exactly. Na hata pia kwenye organization kuna baadhi ya vitu vilikuwa ndivyo sivyo. Yaani last minute ndio maana sikuiongelea kabisa mimi kwamba. Kwa nini sasa hujaiongelea? No, because sikuwa satisfied kuanzia entry, kuanzia kila kitu the way unajua it's a leading mwaka jana ndio leading club. Sasa tulikuwa tunategemea kwamba setback za mwaka jana basi wangefanya vizuri zaidi, lakini naona labda walitumia budget kubwa na labda sasa hivi wamekata budget, na unajua preparation lazima iende na budget. Kama hujajipanga vizuri, kama hujaboost vizuri mambo yako, then hakuna kitu ambacho utapata from the hiyo marshals na nini na organization yote. Kitu ambacho ndo ninachokiona. Lakini Iringa wana stage nzuri sana, lakini hiyo katika rally kidogo hawakufanya vizuri. Hawakujipanga. Yaani sijui Mbata chairman tutatusamehe, lakini ndio kweli jinsi ilivyo. Mwaka huu kwa kweli mmekuwa na entry chache sana, lakini pia hata ile mipango kazi wanasema ilikuwa kidogo haihamasishi. Lakini yote kwa yote mashindano yalifanikiwa. Sasa tunasema ni bora mliofanya kuliko wale ambao kufanya kabisa. Lakini driver Ahmed Well ni mmoja kati ya madriver ambao ana mashabiki. Naweza kusema tukiweka driver ambaye ana mashabiki wengi, nafikiri Ahmed anaongoza. Yes, anaongoza, ana majina mengi sana na gari yake pia ina boost. Yaani ana kila kitu ambacho driver au timu ambacho ana suppose kuwa nacho kwa ajili ya kufanya furaha yake. Lakini mwaka huu amewaangusha mashabiki sana, na mshua kuna watu wengi hawajaenda kwenye rally hizi kutokana tu kwamba anakwambia mkoa wacheze basi mimi siji. Kwa hiyo kuna number spectators wengi hawajashiriki kwenye hizi rally zote kutokana na entry kuwa poor, kutokana na entry kuwa chini. Kwa hiyo watu wanashindwa kwenda kwamba okay, mimi siwezi kuja, I'm driving throughout 600 kilometers kwa ajili ya kuangalia gari 12 zinatoka zinabakia gari 6. Unaona? Kwa hiyo inakuwa ni kitu ambacho kilirudisha nyuma pia hata mchezo pia ulifanya kusinzia. Kulikuwa kuna swali moja tulikuwa Arusha pale, tulikuwa tunaongea, tukaanza kuulizana maswali mengi tukaulizana. Tukauliza, hivi kweli Tanzania na Kenya, sawa, Kenya wana magari mengi sana na wanaendelea kununua magari mazuri sana. Uganda wana magari mengi lakini wana magari machache mazuri, lakini machache mengi ni group S na two wheel huko zimejaa. Wana kategori nyingi sana. Kategori nyingi. Lakini kweli Tanzania tumefika hatua kweli hatuna magari au magari yapo lakini hayaonekani? Tukaanza kuyahesabu. Hivi unaweza kujua tuna magari mangapi?
ambayo yapo yamepaki, yani magari yapo lakini hayachezi rally, labda msimu wa pili. In total number naweza yanafika hata 20 hata 30 naweza kusema, anaweza kufika. Tanga kuna gari ngapi? Tanga kuna gari 5 kama sikosei. Kuna za kina Shania basi ziko 2. Si ndio? Kuna Ashu. Tuzungumzie zile gari za mashindano. Tuachane na zile za kuungaunga. Za kina Akida tuachane. Na za kina nani? Tuachane na Range ya Baoza. Tuachane nayo. Hizo 3. Toto Tundu. Nafikiri gari yake ipo, sijui ipo, kuna mtu amenunua ameshachukua ile. Lakini yuko mtu mwingine pale na gari. Nafikiri kuna gari kama 4 hivi. Proper za kushindana. Ziko tayari. Competitive kabisa, yani kwamba wakiweka hapo. Zingine group 1 lakini zingine pia zinaweza kuwa group S pia. Lakini zikashindana. Tuje Dar es Salaam kuna gari ngapi? Nyingi. Tulizungumzia DMC ziko gari 4 pale. Si ndio? Tukaenda kwa Majipoa pale ya Sierra Zulu, wana gari 4 wao wenyewe wana gari 2 hivyo 10, wana hivyo 9. 3. Ndio 3. Pamoja na Altaf gari 5. Altaf ana 3. Sawa, ana hivyo 9 2. Ana hivyo 10. Sawa. Plus na hizo kuna gari kama 6. 9. Gari 9 hizo. Tuende Arusha. Twende Moshi. Ina maana kama tunaamua na watu wanaamua kutoa magari na kila kitu kinakwenda vizuri, ina maana entry zetu sisi sio chini ya gari 20 kabisa. Yani tumekosa kabisa, sio chini. Na hiyo ni rally, na hiyo ni minimum, yani rally ambayo ni local rally, regional rally kabisa, ambayo rally ya kawaida hizi ambazo unaweza kutanga wapi kija kwenye RC. Ina maana tutakuja kuona ziko gari karibu. Unajua hata foreigner nao wakija wanaangalia before, kabla wajaje wana plan, wanaangalia stage, wanaangalia nini, wanaangalia competitive yenu iko wapi. Unajua mwingine anasema okay, I want to go there kwa sababu nataka nitachukua points za ARC. Umeona bwana? Kwa mfano kama watu wanasema mimi nitaenda Ivory Coast kwa sababu najua Ivory Coast hamna competition. Nitaenda Rwanda, Mount Gorilla kwa sababu najua hamna competition, nitachukua 25 pale. Nitaenda si wapi, unajua. Kwa hiyo kuna sehemu unajua kusa ngumu, okay, kwamba labda Zambia naweza nikapambana nikakosa, South Africa huko ndo nimetoka kabisa, Kenya ndo kabisa, unajua kwamba, lakini hizi sehemu zingine zote akipiga anapata 25 radha 50 anachukua championship ya Africa. Basi tulikuwa tunajaribu kuangalia National Championship ya Tanzania. Tutapata mapumziko mafupi, alafu tukirudi tunataka tuangalie tu Kenya kidogo, ambapo tumeweza kuona majuma mawili yaliyopita, tumeweza kuona dereva bingwa mara 3 wa Africa Rally Championship Manville Bariani alipata ajali. Tutazungumza tu hapa kwa uchache tu na competition ya Kenya jinsi ilivyo mpaka hivi sasa. Alafu mwisho tutakuja kumuona bingwa wa Tanzania anatuambia nini. Tumerejea tena hapa na tunataka tuangalie sasa hichi kilichotokea nchini Kenya kwenye mashindano ya National Championship ya Kenya. Na unajua Kenya ilikuwa wawe na Guru Nanak mwezi wa 10 mwishoni, yes, lakini kwa bahati mbaya hali ya hewa, mvua zilikuwa nyingi, wakaamua kuiahirisha. Hawajai cancel hiyo rally, wameiahirisha. Kwa wakawa wamebakia na event 3 ambazo walikuwa na kipindi kifupi sana. Sasa hivi wamecheza rally moja ambayo inaitwa Meru Rally, ambapo tumeweza kuona Onkarai akichukua hiyo rally, lakini kwa bahati mbaya dereva bingwa mara 3 Manville Bariani, Mr. Tolman ameweza kupata ajali ambayo imemfanya kidogo mguu wake kuweza kustuka, lakini navigator yuko fit kabisa. Gari tumeweza kuiona jinsi ilivyo, ile gari ile ni right, lakini imeumia sana nyuma, kuliko mbele. Imeflip hivi, kwa hiyo ikawa na nyuma mbele. Kwa hiyo mbele na nyuma basi. The car it's not perfect, but wataweka tu body shell, if kama wataendelea kuitumia inahitaji shell mpya basi. Hivi silisikia kwamba ile gari nyingine kuna mtu anataka kuichukua? Amechukua virani. Amechukua virani na juzi tumeona walikuwa wanafanya test nini, amechukua virani.
Kwa sasa hivi ana gari. Kwa hiyo sasa hizi inabidi alete shell nyingine. Alete shell nyingine au iende irudi proper. Hiyo ndio changamoto ambayo ipo. Na nini ambacho unakiona? Unafikiri ni pressure aliyokuwa nayo kwa sababu mpaka stage ile alikuwa kama nafasi ya 5 kwenye position? Yes, hakuwa na wakati mzuri sana kwenye ile rally. Kumbuka competition ilikuwa kali sana. Kulikuwa kuna watu pale, kulikuwa kuna Onkarai, yeye alikuwa anarudi kwa mara ya pili au ya tatu nafikiri na VW yake ile. Kuna Kaletundo, kuna Boldi. Kwa hiyo ilikuwa na pressure, ilikuwa on. Na nakumbuka kuna kijana mwingine pia Karan Patel alikuwa na Skoda Fabia R5 proper kabisa. Ame Ford Fiesta. Ford Fiesta R5 proper kabisa, ndo alikuwa anaitumia Husdink, ametumia Chile, ametumia wapi, it's a proper car. Kwa hiyo pressure ilikuwa on na hakuwa na time nzuri. Sijui nini kilitokea, lakini hakuwa na time nzuri. Kwa hiyo kwenye ile stretch, of course it's obvious, it's a stretch, you have to go flat. Kwa hiyo lakini kwa kuna bump fulani hivi, kwa hiyo ika flip, from there tena ikawa unakuwa passenger tu, unatulia tu kwenye seat yako mpaka gari itulie basi. Unahisi ile njia ilikuwa inateleza? Hapana, njia ilikuwa inateleza. Njia ilikuwa katika ile flat ilikuwa proper kabisa, lakini kwa kuna cave fulani na kulikuwa kuna bump, yani speed bump ile ambayo unaweza ukaipiga. Unajua kwenye rally vipo vinatokea, inawezekana ukawa hauna setting nzuri za damper, nazungumzia zile suspension, kwa hiyo ikakurebound sana, yani gari ikadunda sana kutokana na unavyopita. Na kama ulikuwa kwenye speed basi ukidunda sana you are off. Something like kama kilivyotokea kwa Darampandia, something like that, Kigamboni, sio wapi? Kigamboni, yani rebound ikiwa nani basi gari inakuja nose, then inakuja back, nose, rear, then ile imepiga kama mara 5. Yes. Afu bola ingelolo side, lakini iko na roll mbele nyuma, kwa hiyo ndo umeweza kuona. Alikuwa kwenye speed kweli na alikuwa ameibandika kweli. Kwa hiyo the good thing ni kwamba safety sasa hivi imekuwa kubwa sana kwa hizi gari za kisasa. Unaweza kaona sitting position, accident sitting position ambayo ipo, driver anavutika sana, anakuwa akai kule kwenye engine mbele kule, anavutika zaidi na steering yake. Roll cage zile nzuri kabisa ambazo zinaweza zikaabsorb zile situation yote. Alafu hands pamoja na harness, na kingine impact nyingine nzuri zaidi ni ile ya kuna vitu fulani hivi kama maboya hivi yako pembeni ya gari ambayo yanaingia kwenye roll cage kabisa. Ile ni muhimu sana kwa ajili ya kuzuia impact kama zile ambazo unaweza ukavunja kiuno cha ndani hapa ama mishipa fulani kutokana na ule mtikisiko. Kwa hiyo kwa safety ambayo iliyopo, there's no problem. Champion atarecover na possibly in the next few rallies tutamuona tena. Get well soon my brother, Manvi Bariani pamoja na team zima ya Multiple Racing Team. Tuko pamoja, tunategemea nafikiri championship ya Kenya ndio hivyo vishaondoka. Lakini next year tunatumaini tutakuwa bado tuko pamoja, maana bado ndio kwanza kumekucha. Bado pamoja na hat-trick ambayo umeshaichukua, lakini bado tunakudai championship ya Kenya. Hiyo bado tunakudai, sio bwana? Of course it's obvious. Tunafikiri labda mwakani itakuwa more competitive zaidi kwa sababu Onkarai itakuwepo, Karan, Virani, everybody. Yaani R5 zimeongezeka Kenya. Yes. Kwa kutakuwa na R5 ya Viran, kutakuwa na R5 ya Karan Patel na zingine mbili, kwa hiyo kwa 4. Kwa kutakuwa na R5 4 hizo za labda Chatena yatarudi, we never know. Lakini basi zipo, huwezi jua, ukasikia nini ambacho kinakuja. Bado tupo ndani ya Racing Show, nipo na David Matete na Captain Mike Malue. Nafikiri mpata burudani nzuri kabisa kutoka hapa. Sasa ni wakati wa kwenda kumsikiliza champion wa Tanzania. Champion. To fell. Baada ya mapumziko mafupi hapa. Jana Group S leo kapiga 2-in-1. Amepiga 2-in-1. Nafikiri alikuwa anaisubiri kwa hamu sana. Ilikuwa ameshachukua 2 wheel, ameshachukua Group S.
Lakini hii overall ilikuwa overall ndio ilikuwa kubwa ambayo yana majiants. Hii anaenda kukaa kwenye Hall of Fame pale, kwamba na yeye jina lake linaandikwa kwamba kuna champion mwaka 2019 alishinda na GC8 gari ya mwaka 1995. Yeah, you can imagine ameshindana na Skoda, ameshindana na Proto, ameshindana na nani, it was right there. It's a iconic car. Iko pale. Tupate mapumziko mafupi, tukirudi tutaangalia profile yake. Mambo vipi wazee? Mimi ndo Tufail Amin from Tufail Racing Team and Tufail Auto Works. Mimi ndo bingwa wenu wa 2019, champion wa Group S na overall bingwa wa Tanzania. Pia naweza nikakwambia kidogo nilikuwa na bingwa wa 2012 Group 2 wheel drive champion. Hapa ndo Tufail Auto Works, makazi yangu. Mimi binafsi ama mechanic, narekebisha magari, na sehemu hii ndo nakuwa na timu yangu, baba yangu, ambapo tunapo prepare gari yangu ya mashindano. Kwa hiyo nawakaribisha kidogo mpate kujua kidogo zaidi kuhusu bingwa wenu wa 2019. Karibuni guys. Mwisho wa mashindano, hizi ndo vitu tunazopata. Hii ni kama National Rally Championship wa 2012, two wheel drive classic car champion Tufail Amin wa bingwa wa 2012. Nimetoka zamani ndugu zangu, nimepambana miaka 10 na hii ni 2018 bingwa Group S. Kwa hiyo kiukweli zaidi, yani hii ukija kupiga hesabu yote haina hata thamani ya milioni 2. So watu wajitolee ile akilini kwamba kuna kitu tunapata. Ni funny tu, inabaki kumbukumbu tu, inabaki memories tu, kwamba mwaka fulani huyu alikuwa bingwa, unapata mashabiki unawapata ambayo wanakuzungumzia. Hicho tu ndo tunachopata, zaidi ya hapo hakuna kitu kingine. Huo ndo ukweli uliokuwepo nyuma ya baada ya mashindano, baada ya watu tukionana mtaani, mtu anakuona Tufail mgumu, kashinda rally lakini mgumu. Ndugu yangu, hamna hela. Baada ya kumaliza msimu wa 2018 kuwa wa pili wa bingwa wa Tanzania, mshindi wa pili na bingwa wa Group S Championship, tukakaa tukajipanga mimi na baba yangu na timu yangu strategy ya 2019. Na kiukweli I think hiyo strategy ime work out na imetu boost up mpaka leo hapa tulipofikia. And in between those strategy tulikuwa tuna mishaps, ambayo mishaps zenyewe ndo organizing ilikuwa kidogo, budget, sponsorship ndo issue kubwa, lakini pamoja na yote tukafanikiwa. And rally ya kwanza ilivyoanza, tukakaa na babangu tukaplan kila kitu against hizi gari mpya ambayo ni hizi GVB, VABs, Evo 10s, Evo 9s, Ford Proto. Tukakaa tukajipanga tuamue tunachukua step gani. With that tuka rebuild engine. As you know, okay, engine ilinifia rally ya mwisho ambayo sikucheza, but as a competition engine ina last kilomita 1200 engine inabidi rebuild, ambayo ndio ikatokea hiyo tatizo.
In fact baada ya rebuild tukaanza na rally ya DMSC ambayo nikajistrategize nikasema let me cruise first, niangalie nasimamia wapi, and luckily tukamaliza watatu, tukashinda hiyo rally watatu, tukakusanya points, tukarudi tukajipanga zaidi, tukajipanga kwa event ya pili ambayo nadhani ilikuwa ya MMSC, ikawa cancelled. Okay, after kucancel hiyo rally ya Mzizima tukaenda Moshi. Moshi kwa ajili yangu mimi is a fair battlefield yani, kwa sababu pale it's not about how fast your car is, sio kwamba gari inakimbia kiasi gani au nini, ile sehemu ni mbuga, kwa hiyo anything can happen to anybody, pancha nini zote zinatuhusu. And in fact ile rally nilimaliza kwa style, yani kishujaa zaidi. Nimemaliza wa kwanza, nilishinda ile rally na pancha 3, nafika flying finish na pancha hizi, yani gari ilikuwa inakata tu mauno lakini ndio hivyo, tukashukuru Mungu tukashinda ile rally. Kwa hiyo baada ya ushindi wa Moshi tukarudi kama kawaida, hapa ndo workshop, tukafumua gari kama unavyoiona hapo ilivyo, yani hapa it's stripped down. Tukawa tunajipanga na rally ya Iringa, ambayo hiyo ndo strategy kidogo imenisumbua. Hii ndo ofisi yangu, cockpit yangu ya siku za kushindana. Kwa hiyo baada ya hapo tukaandaa gari tukaelekea Moshi, Iringa, na huko ndo strategy kidogo ilikuwa ya kuumiza kichwa yani. Kuna ule msemo wa adui yako usimwombee njaa, lakini ndo Iringa ilikuwa sio kumwombea njaa, bali apate matatizo yoyote ambayo ni ya kiufundi zaidi. Tulivyofika Iringa ndo strategy pale kidogo ikawa changamoto zaidi kwa ajili ya kuiogopa kale ka Ford Proto kale cha Ahmed Well. Ile ni gari mpya zaidi, ina nguvu, na mimi baada ya kumaliza reli ya Moshi tukaja tukaifanyia gari mapping zaidi, kwa sababu watu tena kila mtu akawa na mapaparazi, kila mtu alikuwa na maneno yake, gari ina nguvu, gari sijui hii, gari inatakiwa scrutineering tena hivi na vile. Tukaifanyia mapping zaidi kidogo, nikarizika na power, lakini ndo pamoja na kufanya hiyo, baada ya kufika Iringa altitude nini, tuko above sea level nini, gari kidogo ikapunguza nguvu, lakini haikuni affect vile. Mimi nikawa na drive tu gari kama ninavyofanyaga miaka yote. Na reli ile kila tunavyojaribu ku attack Ahmed ilikuwa sio rahisi kumkamata, lakini hao wenzangu wengine walikuwa waniumizi kichwa, na ile mashindano tukamaliza pili. Naweza nikasema ni ushindi, na reli 3 back to back, ambayo tayari mimi ni dereva mmoja ambayo 2019 nimeshinda zote podium. Kwa reli 3 zilizofanyika nimeanza na Dar es Salaam wa 3, nikaja Moshi wa kwanza, nikaja Iringa wa pili. Kwa hiyo so far strategy was going good. Tulikuwa tumefurahia, tunaendelea kufurahia, na huku tunaangalia tunazidi tukubag points za kutosha. Huku tunafaharika wenyewe, tunafurahi na matokeo zetu. Baada ya kumaliza reli ya Iringa kuchukua second position, tumebag points zetu. Ina maana hapo sasa mimi I was kidogo comfortable na lead yangu, ambayo nika kucalculate kila kitu, kujua points. Nilikuwa na total 58 points, ambayo imeniweka kwenye chance nzuri against madereva wangu wengine, wapinzani wangu wengine. Nikawa na a good lead so far paka hapo, na nikawa najiandaa sasa kwa ajili ya ARC, Oryx Rally of Tanzania African Rally Championship, ambayo ndio inakuaga rally kubwa kuliko
zote nchini Tanzania, ni anywhere in Kenya, Uganda, kila mtu anakuwa na ARC ambao unapata wapinzani kutoka nje, Kenya, Uganda, Rwanda, Ivory Coast, South Africa, Madagascar. Hizo ni zote nchi ambazo zinagombania ubingwa wa Afrika. Baada ya hapo nikakaa sasa hapo, baada ya kuwa na points hizo 58 nikakaa na mzee. Baada ya mzee tumeplan kila kitu, nikawafuata sawa wadhamini wangu ambao bila wao hao nadhani ubingwa isingewezekana. Nikaonana na Shamshu Impex, nikaonana na ISM, nikaonana na Moil, nikaonana na Angata Racing ambayo ni dereva mwenzangu ambayo who supports me, Emmanuel Limo, na ndugu zangu na marafiki tukawasiliana nao, nikawasiliana nao at least kwa sababu changamoto kubwa ni udhamini. Ikabidi sasa nianze kujaribu kukusanya fungu kila sehemu ili niweze kufanikisha ndoto yangu. Tukajipanga, tukajiandaa kwa ajili ya ARC. Siku na siku kufika, strategy ilikuwa maximum attack ambayo nilifanya hivyo. Tumeingia tumeanza kushiriki hiyo mashindano ya ARC. Mpinzani wangu mkubwa zaidi alikuwa Sunny Bildi, ambayo kila mimi nilivyokuwa najaribu kusukuma yeye alikuwa a few seconds ahead of me, na unfortunately akapata mishap ambayo day one, na mimi kwa kupambana kote nikaishia siku ya kwanza ilipoishia na mimi nikawa ndo naongoza mashindano. In fact ilikuwa dream come true, yani for a driver especially kama mimi, kijana mdogo na gari ya kizamani kama hii. For overnight lead nilikuwa nayo ya ARC, watu wengi walishaanza kufurahia, watu wengi walishakubali matokeo kwamba to fail rally hii yeye ndio bingwa, yeye ndio anashinda. Lakini mimi binafsi as a driver najua changamoto tunazokutana nazo. Ikawa mimi sipo happy vile, nilikuwa na smile fulani ndani yangu, lakini nilikuwa not very excited kwa sababu I know tomorrow ilikuwa siku ndefu, bado section 4 zilibaki, na closest alikuwa nyuma yangu ni Dharam by 50 seconds, nilikuwa na lead juu yake. Kwa hiyo ilikuwa comfortable kwa ajili yangu kwa sababu nilikuwa najua yeye atafanya na mimi nitafanya hivyo hivyo, nitazidi kuongeza time. Day 2 kufikia asubuhi, kumekucha, tumeamka salama, tumejiandaa, tumeingia section ya kwanza. Kama kawaida strategy was to drive 80% and it paid off. Section ya kwanza nikamwongeza Dharam sekunde 19. Baada ya hapo ndo kilio. Baada hapo ni maumivu, gari ikaua turbo na ikapasua intercooler. Kwa hiyo yani baada ya kutoka section ya kwanza tulikuwa tunaunganisha ya pili alafu ndio service. Kufika section ya pili nikasikia sauti ya ajabu fulani, nikajaribu kucheki lakini I couldn't tell. Sehemu kama hiyo inabidi paka uchangue vitu na nilikuwa sina muda. Tukaingia section ya pili ndio nikarealize kwamba gari haina nguvu kabisa, ni bora ya taya ya ST ilikuwa inakimbia kuliko gari yangu. Nikabidi niendelee ku cruise, nikawa sina option, akilini tu iko ubingwa wa 2019. Akilini mwangu no panic, no hasira, ilikuwa kuwaza tu ubingwa. Cha kufanya ni demedeme, nifike flying finish, ni collect points zangu, niwaze rally inayofuatia. Section ya pili tumemaliza, tukaingia service. Dharam akakava karibia 2 minutes, na ndugu yangu alikuwa na hasira sana ya kunikamata on road, lakini ndo nashukuru Mungu akufanikiwa hiyo kitu. Tukaingia service, tukafungua kucheki intercooler imecrack automatically, kwamba okay, hapa ndo tunapata boost leak. Bob Taylor alikuwa pale, tukamwomba intercooler yake, tukaifunga kwenye gari. Tukawa tuna means ya kutest mpaka tuingie section. Tukaingia section ya 3, gari vile vile. Kumbe kuja kushtukia, baada ya kumaliza rally nikamaliza mtu wa pili, nika collect point 18 times 1.5 bonus points ukimaliza ARC, ambayo ndio ilikuwa advantage, kila mtu alikuwa anaitafuta hiyo. Nika bag I think 27 points, ikawa kutoka kwenye 58 points plus 27 hiyo I think nikawa na 68 au 85 points. 85 points, sorry. Yeah, 85 points.
nikawa sasa mimi niko calm. Kila nikiangalia hivi nyuma naona wenzangu wote wana 40, 43. So I was confident, I was comfortable with my lead. Tukarudi kama kawaida, tukachangua gari, tukaanza kuwasiliana na wadhamini na nani ili tujipange kwa ajili ya reli ya Arusha. Baada ya kurudi reli ya ARC, nikaja nikafumua gari, nikakagua, ikaja ikaonekana engine imeaga, hiyo too much power, gari ya zamani it couldn't handle. So kiukweli nilichanganyikiwa kwa sababu championship ilikuwa inanukia na finance kidogo ilikuwa inapiga chenga, hali ya uchumi kidogo ilikuwa imeyumba na I had no other option. Nimejaribu kuongea na masponsors wangu hapa, kila mtu same problems, kwa hiyo I can't complain. Ikabidi one person ambayo naweza nikasema is a brother from another mother, from Moil Rally Team, ambayo I am also Moil Rally Team on Tanzania. He's from Uganda, me from Tanzania, as unaona. So nikawasiliana na Yasin Nasser. I spoke to him, I was honest with him, nikamwambia ukweli kwamba hali halisi niko hivi na hivi, championship iko at stake. Nikaongea naye, Yasin akaniambia okay, Tufel, let me think about it nini. Baada hapo akaja na jibu ambayo ilikuwa kidogo a bit late, lakini it helped. Ikaja procedure ya engine iende kwa mtu, ikawa rebuilt. So engine was rebuilt, nikaenda nikai running. Turbo, okay, another factor was turbo ilikuwa issue kubwa sana. Kila nikijaribu kutafuta turbo nilikuwa nakosa, and in fact mwaka mzima nilikuwa nacheza na TD04. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza nimepambana kiasi gani na kile kiturbo size. But nikafanikiwa kupata turbo, tukairunning gari kwenye idling tu. Turbo ambayo ilibaki bado siku 2, turbo ikaja ikaseize. Kone idling to not even driving around, gari kone idling 10 minutes under idle, turbo ikaseize. Tukaishtukia kidogo late kuja kucheki vizuri, ikadamage na engine, brand new engine, ikasumbua. So plan B was pakia gari, acha itangulie paka Segera, kwa sababu nikawasiliana na rafiki zangu Mombasa, wakasema turbo ipo, watahakikisha wapate ili mimi nicheze reli ya Arusha. Na Arusha, I was very optimistic, I was going for a win Arusha, nimalize mwaka kwa style, lakini mimi na plan yangu na Mwenyezi Mungu naye na plan zake, so kulikuwa kuna kheri yake ndani yake. Kwa sasa hapo ikawa mchezo wa kidogo mind games, ambayo not exactly mind games, lakini nikaandika letter for kuomba late scrutineering, kwa sababu bado mimi nilikuwa na imani naenda kucheza hiyo rally. Nikaandika letter ya late scrutineering, tukaomba, ikafanikishwa, tukapewa ruksa kuja kufanyisha Sunday morning kabla ya mashindano kuanza. Lakini fika Arusha, nimejaribu kumwomba rafiki yangu pia turbo yake, akikataa vile vile, so ikabidi niandike. Ikawa sasa maneno mengi, kila mtu anaongea anavyojua nini. Ndio ile mara kuna entry ya Sani ipo, mara entry ya nani ipo, mara entry imetoka nini. Kwa hiyo na mimi nikawa bado ile, nilikuwa sitaki kukata tamaa, nikasema na mimi bado nafanya juu chini nicheze rally. Nimeshapewa option ya kufanya scrutineering Jumapili asubuhi kabla ya kuanza mashindano. So I was sticking to that same plan kwamba whatever happens mimi nacheza hii rally. Worst case scenario, usiku saa 5, sio riski. Ikabidi niandike letter ya withdraw from the rally, na tuka withdraw huku in mind. Wasiwasi wangu ilikuwa kwamba isije ikatokea rally ya mwisho akafanya, kwa sababu Morogoro walisha cancel. Kwa hiyo tayari mimi ni bingwa wa kutajwa, but bado rally moja ilikuwa imebaki ambayo wamecancel. Watu wamepewa, club zingine zimepewa opportunity ya kufanya hiyo rally before 30th.
ili klabu nyingine jitokeze iseme kwamba rally itakuwepo ya mwisho au hamna. But luckily ilikuwa deadline tayari. Baada ya rally kuisha, Ajminder nampa hongera yake, first maiden win. Amepambana sana kila alivyojaribu. In fact naweza nikamfananisha yeye na Mafumafu wa zamani, naweza nikamfananisha yeye na mimi, kwa sababu ana gari ya zamani na ana push, ana post fast times. Nampa hongera yake. Mimi sikucheza. Baada hapo tulivyorudi nikatangazwa bingwa wa Tanzania 2019. Rally ya mwisho waka cancel. Mimi ndo Tufail Amin. Karibuni guys. Changamoto ambazo nimekutana nazo 2019 hii, ambayo kubwa kuliko yote ni udhamini. Sijapata mtu wa kuniback, anipe back to back, yani kila mashindano mimi niwe naendesha bila wasiwasi. Ndio inachoniangusha hicho. Na changamoto nyingine ndio ile mambo ya late night, kama hii rally ya Arusha ya mwisho. Gari engine nimeenda kuitoa Kawe huko saa 12, nafika Buguruni na mafoleni zote saa 1:30. Saa 1:30 ndo peke yangu, imebidi mimi na kijana wangu tupandishe hiyo engine mpaka saa 8 usiku, washa gari ikabuma. So changamoto kama hizo zimetu let down sana mwaka huu, na kubwa ndo kuliko yote ni wadhamini. I need people watoke kule, makampuni sijitokeze kama wanapenda mchezo, na kwa sababu mentality ya watu wengine ya sisi wa Tanzania wanadhani mchezo ni kama mpira, watu tunalipwa mshahara au nini, but in fact sio kitu kama hiyo. Sisi mchezo ni fani yetu, ni passion yetu, sisi tunapenda kushindana na magari, lakini issue kubwa inakuja kwenye hela. Na sio kwamba sisi ukishinda mashindano mtu anadhani kuna fungu tunalichukua au nini, no. Hiyo naomba Watanzania muitoe akilini, kwa sababu nakutana na rafiki zangu wengi wakisikia nimeshinda rally wanafurahia, wanajua jamaa oya mambo fresh, lakini ukweli ni kwamba hatupati chochote. Sisi tunapata wadhamini kama hao mnavyoona kwenye gari, tunawatangazia wao biashara, wanapata kujulikana, tunapata kujulikana sisi kama madereva. End of the day, kwa ajili ya mchango wao hawa, sisi ndo tunafanikisha kuendesha magari, tunafanikisha ndoto zetu in reality. Sasa nitapenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa watu ambao walikuwa behind the scenes, na wengine kama hivi wanavyoonekana kwenye gari yangu hapa, na kuna wale wa behind the scenes ambayo kiroho safi bwana, bro wewe ni dereva wangu, na usudu unavyoendesha gari. Kwa hiyo kuna hii hapa, kuna hii hapo. Nitapenda kumshukuru Shamshu Impex ambaye yuko na mimi sasa hivi karibia, I think naweza nikasema miaka 7 au miaka 8, anani back rally zote mpaka leo hii. Nitapenda kumshukuru Moil, nitapenda kumshukuru Sierra Zulu, au ni sponsors wangu 2018. Nataka kuwashukuru wote ambao wamefanikisha leo hii kuniweka mimi hapa mbele kama bingwa wa Tanzania 2019. Nitapenda kumshukuru Pepsi, nitapenda kumshukuru Shamshu Impex, Angata Racing, nitapenda kushukuru Majipoa, nitapenda kushukuru wengine, kuwataja ambayo hawana company au nini. Kuna mdogo wangu Imran Aslam,
kuna Simon ni mshabiki wangu mmoja ambaye kila rally ananipigiaga simu. Ima, kuna madereva wenzangu kama Mswaki, Altaf Munge, Nadim, Salim Haji, Fan Aladin, na wote kinamna fulani wamenisaidia sana miaka iliyopita na mwaka huu. And a big shout out bila kusahau kwa Azam Crew, Azam TV na Azam TV crew nzima. Bila wao nadhani leo mimi hii kingamuzi nayeniona ni kwa sababu ya Mike Malue na timu yake. Napenda sana, shukrani zangu za dhati ziende kwao kabisa kutoka moyoni mwangu. Baba yangu ambayo alisema Tanzania haina future ya rallying na nini, lakini mimi binafsi I had a dream. I wanted to be in the Wall of Fame, kujulikana kama bingwa wa Tanzania. Nitapenda kumshukuru sana baba yangu kwa roho moja, Mr. Amin Tufail. Bila yeye na jitihada zake nadhani kitu singewezekana. Napenda sana kuwashukuru na familia yangu, mafundi zangu waliokwepo, ndugu zangu, mashabiki zangu wote, all in all, familia kiujumla ya Tufail Racing, Tufail Auto Works na kujumuia Racing Show. Napenda sana kuwashukuru watu wote. Asanteni sana. Nije niwape mawili matatu ya kuhusu mambo ya preparation zetu na maandalizi yetu kwa kushiriki shindano hii moja. Binafsi kama nilivyosema kwamba sisi hatunufaiki chochote humu, na sisi tunacheza kama ni fani yetu. Kila rally moja inabidi mimi gari ni kwenye maandalizi ya magari unakuta ball joint imekufa, unakuta bushi imechoka, utakuta labda brake pads zimeisha. Hizo vitu zote zina fall under budget ya kushiriki mashindano tuseme ya Arusha. Mimi binafsi budget yangu mimi pamoja na wadhamini wangu tuseme minimum nahitaji 4 million au 5 million kwa ajili ya kuelekea Arusha kushiriki. Anda hiyo budget na kuchanganyulia kidogo vitengo. Kuna kitengo ya gari mbili naenda nayo. Moja ambayo inavuta trailer yangu ambayo inabeba gari ya mashindano, nyingine ambayo team manager ni baba yangu na timu yangu, mafundi zangu. Hapo fuel ya kwenda na kurudi tu Arusha, kwenda tu tuseme nitakiwa yangu mimi binafsi kwa sababu navuta trailer, mafuta itakunywa zaidi, ni tenki mbili. Gari ya mzee tenki 1.5 au na robo kafika. Kule unahitaji mafuta kwa ajili ya reki. Ukishamaliza reki kuna entry fee inabidi ulipie. Ukishalipia entry fee kuna F-gas inatakiwa. Mafuta ya ndege ambayo hiyo ni mafuta kidogo inachoma zaidi, combustion inakuwa clean zaidi na gari performance inazidi. Ukitoka hapo ndo ushafika Arusha, ushafanya hiyo kitu. Bado unakuta hapo unarudi unahitaji matairi. Tairi ki-professional zaidi zinatumika kwa kilomita. Sema tairi 4, nikishafunga set ya tairi 4 mpya, I'll have to drive it for maybe 150 kilometers. Tupa tairi funga mpya. Hizo ni budget za professional drivers. Mtu kama mimi binafsi unakuta tairi hiyo moja naweza nikapambana nayo reli 2 au 3 na ikiwezekana. Budget kama hizo zinaingiliana. Brake pad utakuja kuta Ferodo ni $250. Tairi moja $400,000. Nahitaji minimum tairi 6. Kija kukuta hapo sponsor umekusanya sponsor unapata 3 milioni kutoka kwa sponsor. Budget 5 milioni, 2 milioni inabidi nijikune mwenyewe. Kwa hiyo changamoto kama hizo zinatulostisha sana sisi kama madrivers, na tunaomba tunataka watu, makampuni kama matairi zijitokeze. Sio lazima
you sponsor us cash au nini, in kind pia inafaa. Kampuni ya tairi Goodyear inaweza ikatoka, au The Wheel anaweza kujitolea, bwana Tufail season hii kuna reli 8. Haya, kila reli 8, kila reli mimi nitakupa tairi 4 mpya. Baada ya reli hizo zinazotoka unazifanya spare, unafunga 4, unacheza nayo. Ikatoka kampuni, ikatokea kama mtu kama Moil. Moil ni kampuni ya mafuta, ananiwezesha mimi fuel, diesel ya kwenda na kurudi, F-gas. Kwa vitu kama hizo inabidi makampuni wajitokeze kule kutangaza brand zao pia. Inakuwa sisi ni mobile marketing. We are mobile marketers. Sisi gari hapa mimi nikipakia automatically nikitoka hapa kuelekea Arusha napita vijiji vingapi? Napita miji mingapi? Gari yangu inaonekana, ile GC8 ule Tufail inaonekana Moil, anaonekana Shamshu, anaonekana ISM, anaonekana Pepsi. Vitu kama hizo zinakuza biashara pia ya mtu. Kwa hiyo tunaomba mjitokeze wadhamini. We are not in a budget kama ma professional kwamba sisi kwa mwaka tunataka milioni 100. Hiyo fungu wetu ushaandaliwa. No, sisi chochote tunachopata kwa wadau zetu, wadhamini wetu, zinatusaidia sisi kwenda kupambana na mchezo wetu. Turudi kwenye future, yani 2020. Binafsi natamani kuretire kwa sababu what I wanted nimesha achieve. Hakuna kitu tunachopata. Hakuna kitu tunachopata kwa hapa Tanzania. If I was Europe kule, I think saizi mimi ningekuwa nagombaniwa na makampuni za magari na sign contract, bwana Tufail tunataka wewe uendeshe gari Hyundai next year. Lakini kwa Tanzania hiyo kitu hamna. So mimi hopefully, yani my plan is naweza nikaretire au nikachagua reli kadhaa tuseme ambayo hata bila wadhamini naweza nikapambana nayo mwenyewe, nikashiriki hizo mashindano ambayo ni ndio hiyo ya Tanzania tu, Kigamboni, Lugoba, sio mbali, naweza kujikuna kiasi hicho. Lakini kwa mafans, kwa mashabiki waliokuwepo huko nje na kama kweli wanausudu nachofanya, naomba watu wajitokeze, watudhamini gari mpya. Niamini niweze kuendesha Evo 10, Evo 9 au Skoda Proto hiyo. Mwakani ndo Gurjit anakuja na Skoda Proto. Huwezi kuifananisha na hii. The old nail GC8, no, it's not possible kupambana nao. Yeah. Ameduela na Ford Proto, Altaf Mungi ana Evo 10, Shezad Mungi ana Evo 9. Mwisho wa siku utakuja kukuta bingwa 2019 na chapo na vijana, ambayo itakuwa inaniangusha. Because kusema la ukweli, with this old car kupambana na hizi gari mpya na risk vitu vingi sana, na push to a limit kwamba if something has to go wrong itaenda vibaya sana. So 2020 naomba makampuni zijitokeze. I'm available to drive for them. I'm available for any team. Sierra Zulu, Harising Rally Team, Mkwawa Rally Team, ile Ford Ahmed umeificha. Fanya mpango kama vipi sisi tuendelee kuirusha brand ya Mkwawa. I'm willing to drive. So tuonane 2020. Tuone majaliwa yatavyokuwa. Huyo ndio Tufail the legend. Ametoka mbali sana, toka Volkswagen mpaka GC8 inachukua championship ya Tanzania. Bana, na kipi cha kuongea kuhusiana na Tufail? Ni roller coaster. Nakumbuka amepambana sana kutoka kwenye Bito, kutoka kwenye GC8
Nakumbuka hata ile mwaka ambao tumeshindana naye tukawa machampion, then akasubiri like 2 years. Mwaka jana amechukua na mwaka huu pia amechukua, na kitu kikubwa sana. Kuna kitu nikuchekeshe Michael, tulikuwa Arusha Guru Nanak kwenye prize giving pale. Onkarai alikuwepo, akawa anauliza champion wa mwaka huu nani? Tukamwambia Tufel. Tukamwangalia hayupo, tukasema Tufel. Okay, sawa. Anaendesha gari gani? Kaambia GC8 anaendesha. Akasema simaanishi group S, inamaanisha champion overall, yani anatumia gari gani? Kaambia ndo huyo, hajaamini. So hiyo ni gratitude kwamba kuonyesha kwamba driver ana pesa, ana uwezo na anaweza akashinda kwa gari yoyote, which is good. Kwa ndio tumeshapata bingwa. Yes. Na bingwa wetu ndio Tufel. No doubt. No doubt, ana pesi nzuri na sio kwamba alikuwa anaokota dodo, no. Pesi yake ilikuwa inaonekana. Stage times alizokuwa anafanya, setting times, I'm sure hata kama hiyo rally ya Morogoro ingekuepo, there's no difference ambazo watu wangefanya. No doubt. Tufel bingwa Tanzania 2019, bingwa Group S, lakini bingwa wa jumla wa mashindano haya, wakati Daram Pandya yeye akiwa ni bingwa wa Group N. Daram ameshakuwa bingwa mwaka 2015, 15. Sasa amekuwa bingwa wa Group N. Bado yako mengi ya kuzungumza kuhusiana na National Championship ya Tanzania. Tutaendelea kuwa hapa. Kumbuka tu Classic Rally inakuja katika mkoa wa Arusha, alafu itakwenda na Tanga. Yote hii tutakuja pia kuizungumza juma lijalo. Nini ambacho kinakuja na tutegemee kuona kwenye Classic East Africa Classic Rally. Mimi naitwa Captain Mike Maloni, niko naye David Matete. Nikushukuru sana kwa poa. Tupo vizuri. Bado tuko pamoja. Classic tunakwenda. Tunaenda. Classic tunaenda. Tutakuja kujadili gari za bei mbaya. Tutakuja kuiangalia vizuri zaidi Classic Rally, jinsi mpangilio wake, mambo yanavyozidi kwenda, wamejiandaaje kule wenzetu wa Arusha na wenzetu wa Tanga, wamejipangaje kuipokea Classic Rally. Asante, nikutakia uangalizi mema vipindi vingine vinavyoendelea. Ciao.